amani ya Mwenyezi Mungu, wapenzi wasikilizaji wa kituo bora cha matangazo, na samini ya kwamba mmekuwa wazima wa afya. Ni muda mwafaka wa kuwajia na taarifa ya habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili. Elochon Tamu Prince ni mimi, na tuanze hapa kwanza na mtasari wa habari zenyewe. Kulingana na jumbe za chuki zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii ambayo inaweza kuwatenganisha wazalendo wa Fizi na Uvira, mchambuzi wa masuala ya kisiasa Bwana Orfe Kamengele, tena mratibu wa uongozi wa CGOP nchini DRC, anaomba wakahaji kuwa na umoja pia na upendo ili kupiganisha uadui. Pia Bwana Akili Bernard Cosmos, kiongozi wa sekta ya Nganja, aliendesha kikao na tabaka tofauti za serikali ili kuweza kupata suluhu kwa ajili ya mipaka ya eneo kadhaa ndani ya sekta ya Nganja. Tutawajuza pia kwamba baba mmoja julikanaye kwa jina la Kasongo aliuawa kwa kupigwa risasi na watu ambao bado kujulikana ndani ya kata la Rugenge mtahani Kamvivira nchini Uvira mamida ya saa 1 usiku siku ya Jumapili ya tarehe 19 Oktoba 2025. Tutakuwa pia mpenzi msikilizaji huko Walungu pia na huko Butembo. Punde kidogo takuwa ni habari kamili. Lepo Esau Hermane amekuwa ni fundi mitambo wangu. Na bila shaka na wakaribisha kwa mara nyingine, na tuanzie katika jiji la Baraka. Ni kwamba kulingana na jumbe za chuki zinazozagaa kwenye mitandao ya kijamii ambayo inaweza kuwatenganisha wazalendo wa Fizi na Uvira, mchambuzi wa masuala ya kisiasa Bwana Orfe Kamengele, tena akiwa ni mratibu wa uongozi wa vijana CGOP nchini DRC, anawaomba wakahaji kuwa na umoja pia upendo ili kupiganisha uadui. Orfe Kamengele amonea yuko mbele ya microphone ya redio yako, tumsikilize. Na kuwa na message ambayo nimeandikia wazalendo wote na raia wa Baraka, Fizi, Uvira na Mwenga pia, kwa sababu ya message ama ujumbe ambazo zinazagaa kwenye mitandao, zikiwemo ujumbe kupitia ma video, ujumbe kupitia ma audio, ujumbe kupitia miandishi ambazo zinatumwa na walio wengi raia kama vile wa askari jeshi wa kizalendo. Na hizo message zinakuwa na tendansi ya kuenda kufanya upendo, amani na undugu uende kuwa na matatizo ama kuwa katika hali za kusuasua. Na hiyo message yangu nilipenda kuonyesha hasa zaidi sana wale wakuwa wazalendo ambao wanatupiana maneno wao kwa wao ya chuki, kwa sababu eti kuna wamoja wametoka katika tarafa lao, wao hawastahili kuishi pale kwa sababu wanakuwa na malengo nyingine tofauti na yale ambayo imewafanya wao kuwa pale. Na wakati zile message ni message za kuwazia, ni message za kuonyesha kwamba watu wanapelekewa na watu wengine wa nia mbaya na kuwasukuma waende kusema na habari ambazo haziko za kweli ama zisizokuwa za sahihi. Zile message zote ambazo zinasemewa vile ngambo zimoja wala zingine ni message ambazo mimi ninakemea kabisa, na ninashauri wale ambao wanazisema waachane na ile. Wakati huu ni mgumu, tunahitajika kuishi pamoja, kila mtu arizike na cheo ambacho anakuwa nacho. Tushikamane kwa wakati mgumu tunakuwa nao wa vita. Adui anataka tukue divize ili apate njia ya kupenyeza na kuchukua nchi yetu. Na huko Lubonja ni kwamba Bwana Akili Bernard Cosmos, kiongozi wa sekta ya Nganja, aliendesha kikao na tabaka tofauti za serikali ili kuweza kupata suluhu kwa ajili ya mipaka ya eneo ya ndani ya sekta ya Nganja. Vikao hivyo vilikutanisha viongozi tofauti vya
vya kiserikali ndani ya sekta hiyo ili kudumisha amani na usalama eneo hilo. Asani Lolonga, muhusika wa mawasiliano ndani ya sekta ya Nganja, alizungumuza na redio yako. Huyu hapa, tumsikilize. Hiyo bwana journalist, kufuatana na ambayo inasikika ndani ya sekta ya Nganja kati ya wa chef de groupement ama na wa chef de village juu ya malimite tofauti. Wa chef de secteur de Nganja bwana Gilbert Bernard Cosmos kwanza ni kiongozi wa kufelicite beaucoup plus kufuatana na maeforo zake zote zile ambazo iko nafanya juu ya kustabilize jurisdiction yake. Kwa sasa kufuatana na migogoro ambayo inapatikana ndani ya sekta yake, aliamua kufanya kikao kikubwa sana. Na hicho kikao kilijigawa katika vipengele viwili. Kipengele cha kwanza alionana na chef de groupement wake wote watatu. Hivyo isitoshe alionana na kushe zote za societe civile ndani ya sekta yake ya Nganja. Kisha hapo ikamubidi chef de secteur de Nganja kuonana na wa chef de village wote wa jurisdiction yake. Kisha maongezi yote ilikuja kuonekana kama watu wa nia mbaya, tena watoto wa Nganja wanajitoa mwanga kwenda kuchonganisha ama kwenda kupeleka habari tofauti juu ya kuendeleza Nganja yetu. Na kwa hapo ilikuja kuonekana kama ilikemewa vikali sana kwa yeyote yule ambayo anaambatana na mawazo ya kugawa Nganja ama ya kuchonganisha sekteri ya Nganja en general. Na ndio kwa maana uliona ba chef de groupement wote ama ba chef coutumier en collaboration na ba société civile zote zilifanya déclaration finale juu ya kuinterpeller conscience ya administrer ba sekteri ya Nganja, non seulement ba administrer mais aussi opinion internationale et nationale juu ya unité, juu ya amour kwa kuinua Nganja yote en general. Kama tulivyowajuza kwenye vichwa vya habari ni kwamba baba mmoja ajulikanaye kwa jina la Kasongo aliuawa kwa kupigwa risasi na watu ambao bado kujulikana ndani ya kata la Rugenge mtahani Kamvivira jijini Uvira mamida saa 1 usiku wa siku ya Jumapili ya tarehe 19 Oktoba 2025. Mwanaripota wetu Daniel Faizi toka jijini Uvira anaandaa ripoti ifuatayo. Baba umoja mkaaji wa wilaya ya Kavimvira kata la Rugenge kijiji cha Nyangwi jijini Uvira ajulikanaye kwa jina la Kasongo aliuawa na watu wasiojulikana wenye kumiliki silaha kinyume na sheria usiku wa Jumapili tarehe 19 Oktoba mwaka wa 2025 mida ya saa 1:20 za usiku. Habari kutoka kwenye mashirika mbalimbali za kiraia za hapa mjini Uvira zataja kuwa baada ya marehemu Kasongo kufyatuliwa risasi na wahalifu hao alipelekwa mara moja kwenye kituo mojawapo cha afya kipatikanacho mahali hapo, ila bila mafanikio ya kuokoa uhai wake. Mashirika za kiraia mjini hapa zaendelea kulaani vikali vitendo hivyo vya mauaji vinavyoendelea kujiripoti mara kwa mara ndani ya mji na tarafa la Uvira. Tukumbushe kuwa haijapita miezi miwili Bwana Nestor mkahaji wa kata hilo la Rugenge alikwenda kufyatuliwa risasi na watu wasiojulikana huku alipokuwa kwenye shule lake ambako alikuwa anaendesha shughuli za ulinzi. Mashirika za kiraia mjini Uvira zaomba kwa viongozi wa vijiji na makata pia na vyombo husika na usalama wa raia na kulinda mahali zao waweze kudumisha doria ndani ya makata na wilaya mbalimbali za mji wa Uvira. Nikiripoti kutoka mjini Daniel Faizi. Na bila shaka shukrani kwako mwenzetu Daniel Faizi toka huko Uvira. Tubaki tu katika jiji la huko Uvira ni kwamba shirika za kiraia jijini Uvira zinaendelea kufuatilia meeting zilizofanyika maeneo tofauti kwa ajili ya kujua maoni ya wakahaji. Kelve Buja, mratibu wa shirika la raia Sosiko RDC, moja miongoni kati ya viongozi waliofuatilia mazungumzo hayo, huyo hapa anaeleza, tumsikilize. Sosiko RDC tumezapata approche ya mzuri ya matretier na wa habitants mobile ya Uvira et ses environs. Semaine passée tulikuwa na meeting Kalmadenge na meeting Kamvivira juste pour entretenir la population par rapport à la situation sécuritaire na kukatala mapretendi état de siège. Unajua sisi kama shirika la kiraia Sosiko RDC tumeadopte
c'était approche ya mzuri ya kwanza kama entretien na wananchi, parce que tout ce que tuna décidé na tuyafanya consultation populaire tujue maoni ya raia. Na bila shaka baada ya kutoka Uvira huko Walungu ni kwamba shughuli za kielimu zilizorota ndani ya groupment ya Kamisimbi tarafani Walungu mkoani Kivu Kaskazini kutokana na mapigano inayoshuhudiwa kati ya wahasi wa M23 na wazalendo. Mapambano hayo lipelekea baadhi ya shule kusimamisha kazi za kielimu. Miongoni mwa shule zilizofunga milango yao ni pamoja na shule la Iko na shule la Hiko, Muku, Chigezi, Kasimimbi, Shanga, Sayuni na shule la msingi la Mulambi, Chishedu na Ishaki. Kulingana na shirika la rahia, wakahaji wengi waliyahama makao yao kulingana na mapigano hayo ambao yalikwenda kushuhudiwa maeneo hayo. Tutamatishe na taarifa toka huko Butembo ni kwamba nchi ya DRC na ile ya Uganda yataja mpango wao wa kuongeza mbinu muhimu bila shaka kwa ajili ya biashara ya mipakani. Wakati wa maongezi yao ni Butembo tarehe 17 hadi 18 Oktoba 2025 chini ya kauli mbiu maongezi yameendeshwa kuboresha maisha ya rahia pamoja na uchumi wa kijamii. Hayo yamewakutanisha wakilishi wa nchi hizo mbili, viongozi wa biashara pia pamoja na wahusika wa uchumi eneo hilo. Nchi hizo mbili zimechukua umuhimu wa kuboresha ujenzi kwenye mipaka, kuongeza pia uongozi wa mipakani pamoja na kupiganisha vizuizi visivyojulikana, usalama wa wavuvi kwa ziwa Edward pia kupiganisha, lakini pia uwezi wa mipakani kama ilivyoeleza duru zetu. Mpenzi msikilizaji, bila shaka sina la ziada kutamatisha taarifa ya habari kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili. Elochontamo Prince alikuwa ni mimi kwenye maiki, upande wa pili alikuwa ni Lebo Esau, na wahaga nikisema tuonane panapo majali wa Mwenyezi Mungu. Kwaherini.